Niliona tuje tuongee na ndugu zangu hawa ikiwa na mambo mtambuka. Jambo la kwanza, kuwaomba ikiwa Watanzania wa mstari wa mbele kama nilivyosema, muhimili mahususi ya kuwaomba tuunganishe nguvu katika kutekeleza kazi kubwa tulionayo. Nilisema bungeni, na kwa kutambua umuhimu wenu nasema leo hapa, tuna kazi kubwa tukiwa katika raundi ya kwanza ya utekelezaji wa dira mpya. Tukiwa tumemaliza dira iliyopita, hii sasa awamu ya pili ya serikali ya awamu ya sita inakuwa awamu ya kwanza kutekeleza hii dira mpya. Na dira mpya hii imebeba mambo mengi ya kimaendeleo, ya transformation ya maisha ya Watanzania. Ni nzuri sote tukaunganisha nguvu katika jambo hili kubwa. Tukichelewa kidogo tu tutakuwa tumeshaharibu spidi yote ya utekelezaji wa dira inayokwenda mpaka 2050. Ninyi nakumbuka kwenye mbio zile za relay za kupokezana vijiti, anayeanza mwanzo akichelewa, hata wewe wa pili na wewe wa tatu na wewe wa nne, hata kama una spidi kubwa, you are unlikely to win. Mwanzilishi yule. Ndio maana Mheshimiwa Rais katika muda wote ambapo ameongea hapa katikati, akizindua bunge, akiapisha viongozi mbalimbali, ameisemea hii kwamba kasi tunayotakiwa kwenda nayo katika utekelezaji wa masuala ya maendeleo inatakiwa iwe kubwa zaidi kuliko ile tuliyotumia katika kipindi kilichopita. Inahitaji extra efforts kwa sababu tunaanzisha utekelezaji wa dira mpya ya maendeleo. Na kile tunachotaka kukiachieve, pitieni ile dira. Kwa numbers unaweza ukakiona ni cha kawaida, lakini kwenye uhalisia ni jambo kubwa. Linahitaji tufunge mkanda kweli kweli, linahitaji tuunganishe nguvu kweli kweli. Na tukifanikiwa, lakini kwenye uhalisia tunahitaji tufanye jitihada kubwa kufikia hapo. Kushughulika na 8% ya Watanzania ambao bado wako kwenye umasikini wa kupindukia. 26.4% ya Watanzania ambao bado wako kwenye umasikini wa kipato. Inatuhitaji sote kama Watanzania tuunganishe nguvu. Hilo ni eneo moja. Lakini eneo la pili, tuna ilani ya uchaguzi ambayo kwa mara ya kwanza imesha zero in, imeshajikita kwenye maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Ilani zingine kwa kiwango kikubwa zilikuwa zinaongelea achievement za jumla, mafanikio ya jumla. Tumekuwa na ilani kabla ya hii iliyoisha ikiwa inaongelea kuunganisha umeme, kuufikisha umeme kila makao makuu ya kata. Inaongelea kata. Tumekuwa na ilani inayoongelea kuunganisha barabara mikoa kwa mikoa, makao makuu ya mikoa na nchi za jirani. Ilani ya sasa haiongelei kufikisha umeme kwenye kijiji, inaongelea kuunganisha umeme na kaya. Kama mtakumbuka, mapema mwaka huu Mheshimiwa Rais alikuwa mwenyeji wa marais takriban wote wa Afrika na wakuu wa mataasisi
makubwa duniani ikiwemo Benki ya Dunia, Shirika la Fedha la Kimataifa, Benki ya Maendeleo ya Afrika na mataasisi mengine kwenye Mission 300 ambayo inaongelea Waafrika takriban milioni 300 kuunganishwa na umeme. Haiongelei vijiji, inaongelea Waafrika takriban milioni 300 kuunganishwa kwenye umeme. Ikiwa inaongelea kuhama kutoka kwenye kupikia kuni na mkaa ifikapo 2030 kwenda kwenye nishati safi ya kupikia, na champion wa move hiyo, global champion, yani kiongozi wa programu hiyo kimataifa, ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii ni ilani inayoongelea maisha ya mtu mmoja mmoja. Ni the most transformative manifesto, ni ilani inayoongelea maisha ya mtu mmoja mmoja, inayoongelea maendeleo vijijini, inaongelea miundombinu wezeshi kwenye ngazi ya uzalishaji, miundombinu wezeshi ya umwagiliaji, miundombinu wezeshi ya kuyasafirisha mazao na kadhalika. Hii si kazi ndogo, na kwa wale ambao mmepitia ilani mnaweza mkaona coverage yake, scope yake, ukubwa wake, masuala mahususi yaliyoainishwa katika eneo hilo husika. Hili ni jambo lingine ambalo linahitaji tuunganishe nguvu. Kinachotuunganisha ni maendeleo, tuunganishe nguvu. Ninyi wenyewe kama moja ya muhimili, sisi serikali, muhimili wa sheria, muhimili wa bunge na wa Tanzania wenyewe, tuitambue kazi hiyo. Sisi upande wa serikalini, na kama ambavyo mlimsikia na ninyi Mheshimiwa Rais, tumejipanga kuhakikisha tunatekeleza kwa vitendo maelekezo na kauli hiyo ya Mheshimiwa Rais, ambayo ndio dira ya kwamba tunahitaji tufanye kazi kwa kasi kubwa zaidi. Hii itatuhitaji tuachane na kufanya mambo ya kimazoea. Itatuhitaji rasilimali, na ili Mheshimiwa Rais alilibainisha kwamba tutakuwa na kauhaba ka rasilimali. Moja, scope, jambo tunalotarajia kulifanya ni kubwa sana. Kwa hiyo itakuwa na scarcity ya resources. Lazima tutumie ipasavyo kwa uadilifu rasilimali. Ndio maana kwenye hotuba yake ya kuzindua bunge na kuapisha viongozi amelisisitiza hilo, na sisi tutasimamia hayo. Kwa la kwanza, kama kiongozi wa shughuli za serikali, nimeanza kwanza na kubainisha kipi kifanyike na kifanyike kwa namna gani, na baada ya hapo tutafuatilia utekelezaji wake. Na hii hatutakuwa na mzaha nalo. Nidhamu kazini, hatutakuwa na mzaha nalo. Uadilifu, hatutakuwa na mzaha nalo. Bila nidhamu, bila bidii, bila uadilifu, hatutaweza kufikia malengo yaliyoainishwa kwenye dira yetu. Hatutaweza kutimiza malengo yaliyoainishwa kwenye ilani ya uchaguzi. Hatutatimiza ahadi zilizotolewa na viongozi. Kwa hili halitakuwa jambo la mzaha, na nimewaelekeza watendaji wote serikalini wasiwe na mzaha na haya ambayo tumeyasema. Na tumesema pia kwa wale wazembe, wala wasitumie mwavuli wa kujikava kwamba sisi tunatambua ndani ya serikali tuna watumishi wa umma wazuri, ndio maana nchi imepiga hatua. Tunao watumishi wa umma wazuri, ndio maana nchi imepiga hatua. Lakini kama familia ambavyo inawezaga kuwa na watoto wasiofanana, wapo na wazembe mle, wapo na wavivu, wapo na wadokozi,
tekeleza miradi chini ya kiwango, wala rushwa wapo. Hawa ndio ambao tumesema tutashughulika nao, na nimeelekeza mtumishi mzembe, mla rushwa asihamishwe kituo, akishathibitika afukuzwe, kwa sababu hatuna uhaba wa vijana wa Kitanzania ambao wanaweza wakafanya kazi kwa uaminifu na kikamilifu. So hii na yenyewe tutafuatilia kuweza kuhakikisha kwamba tunatekeleza haya ambayo tumejipangia. Lakini Mheshimiwa Rais pia ameelekeza utaratibu wa kuwasikiliza Watanzania, usimamizi wa kutatua kero za Watanzania, na hii tumesha communicate kote. Takachofuata tutafuatiliana kupata utekelezaji wa maelekezo haya. Ni kweli kuna maeneo ambayo kuna baadhi ya maeneo ambako kuna kuwepo na ulegevu wa utekelezaji wa maelekezo, utimizaji wa majukumu ya aina hii. Muundo wa utawala wa nchi yetu umejengwa kwenye misingi ya ugatuaji wa madaraka, kusogeza madaraka, kusogeza huduma za jamii kwa mwananchi. Ikitokea ngazi ile iliyosogezewa ambako huduma imesogezwa haitekelezi vizuri, the whole dhana yote hiyo inakuwa redundant, dhana yote hiyo inakuwa haina maana. Mwananchi anaenda kwenye ngazi iliyo karibu naye, ana kero au amenyang'anywa haki yake, ameonewa, anahitaji ufumbuzi, anahitaji huduma, anaandikisha biashara, ana lalamiko lake, anaenda siku ya kwanza anasikilizwa, anaambiwa uje kesho. Anaenda siku ya kesho yake, anaambiwa uje wiki ijayo. Akienda wiki ijayo anaulizwa, hivi ulisemaje? Wameshapoteza na hoja hiyo. Anaamua aanze yeye mwenyewe kufuatilia ngazi zinazofuata. Wananchi wa Tanzania akijikusanya akaenda kufuatilia jambo lake, ni umuhimu wa jambo tu, sio kwamba ana hela nyingi ya kusafiri. Anasafiri, akifika na ngazi inayofuata yakatokea hayo aliyokutana nayo ngazi ya pili, ngazi inayofuata anatokea hayo. Mwishoni anaishiwa nguvu ya kufuatilia. Akiishiwa nguvu, anaamua kuugulia na kubaki kwenye eneo lake. Akiugulia kwa muda, inatangazwa ziara, anakuja Mheshimiwa Rais, inatangazwa ziara, anakuja makamu wa rais, inatangazwa ziara, anakuja waziri mkuu. Kwa kuwa kashafuatilia jambo lake ofisi zote, hajapata jawabu, hajapata utatuzi wa kero yake hiyo, anaamua kubandika bango kwamba basi leo akipita kiongozi mkuu alisome huku kwa sababu kwenye ofisi nimefuatilia sijasikilizwa. Anaweka bango lake. Wale waliofanya uzembe kutatua kero yake wanamnyang'anya bango kabla kiongozi mkuu hajafika. Hii ni jambo ambalo halikubaliki. Eneo lolote, mkoa wote, wilaya yoyote, kama hautaki mwananchi abebe bango siku kiongozi mkuu amepita, watembelee mara kwa mara, utatue matatizo yao. Na nitakuwa na kikao na wakuu wa mikoa, nitatoa maelekezo hayo. Dawa si kuwanyang'anya bango siku kiongozi amekuja, tatua kero yao. Na kama ni jambo ambalo kwa mwananchi hajalielewa tu, liko kinyume na sheria, na yenyewe aambiwe. Aambiwe. Wananchi ni Watanzania, waambiwe. Kwa hiyo hii ni moja tu, nimetolea mfano kuelezea kwamba lazima tubadili namna tunavyofanya. Sema na jana, lazima tuheshimu sekta binafsi, kwa sababu ndio ambayo pia itabeba kukua kwa uchumi, itabeba kuondoa Tanzania kwenye umaskini. Ni hoja ya msingi sana katika eneo hilo. Hili lilikuwa jambo la kwanza. Jambo la pili, kumetokea msukosuko hapa katikati
baada ya kuwa tumemaliza uchaguzi. Na jana nilisema na leo narudia, msukosuko huo umehusisha kupoteza maisha ya Watanzania, na wengine wamepoteza maisha bila kushiriki. Niwaambia mimi kwenye imani yangu, kumwaga damu ya mtu mmoja asiye na hatia sio baraka katika ardhi husika. Tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekutana na madhira hayo. Tunapokutana kama hivi, Watanzania tumekutana kama hivi, ombi langu sote na kila mmoja kwenye dhamira yake, tunuie kwamba jambo la aina hii tusiruhusu litokee tena katika ardhi yetu. Si jambo la baraka, linatutengenezea makovu yasiyopona, linatupa gharama, na kwa kuwa limetokea, kila mtu amekuwa akilisemea. Mimi niwaombe Watanzania tuungane na Mheshimiwa Rais. Ameunda tume, tupate uhalisia wa jambo hili. Watu wasilirahisishe. Si jambo rahisi hili, si jambo la kawaida, wasilirahisishe. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, na ameunda tume si ya watu mashuhuri, ni ya watu wanaoheshimika, watu wenye heshima ndani ya nchi, ndani ya Afrika na ndani ya dunia. Majaji wakuu wastaafu, watu ambao keria zao zote wamekuwa kwenye masuala ya sheria na haki. Leo na watu wengine wanaweka hoja hii na hii na hii. Mimi niwaambieni, tusiingie kwenye mtego wa kutaka water down. Water down, ukishusha hadhi kamati, unafanya maandalizi ya kutaka kushusha hadhi kilichotokea. Mioyo kila mtu ana maoni yake, lakini mimi niwaambieni, these are the people. Ni watu wa kuaminika, ni watu wenye kuheshimika, ni watu wenye ubobevu kwenye masuala haya unaoweza kuyapata kwenye nchi yetu. Majaji wakuu wastaafu wametumika kwenye jaji mkuu Agustin Othman ametumika kwenye wapi, Cambodia huko Istimu, kwenye masuala ya aina hii, kwenye masuala yanayohusu masuala ya kisheria, masuala ya sio mtu mwepesi tu hivi kwenye field hii. Nani mwingine? Balozi Kapi amesaidia kwenye masuala ya aina hii katika baadhi ya nchi hapa Afrika, Cote d'Ivoire, Burundi. IGP mstaafu ni mbobevu kwenye maeneo, amekuwa Interpol, amekuwa like that. Kwa hiyo ni hulka ya mwanadamu kurahisisha, kubeza, lakini mimi niwaombe Watanzania, niwaombe na sisi tulioko hapa, kwa ukubwa wa jambo lililotokea, tusiweke ajenda zingine na wala tusiweke mizaa mingine. Tuungane na Mheshimiwa Rais, lifanyiwe kazi kwa kina na tume, tujue undani wake. Isitokea huku kwenye watu wengine tunapenda tu kujidharau, kama mataifa mengine yote mpaka na ya nje ya Afrika na ya Afrika yamewahi kuwaita hawa wakafanye shughuli za aina hii. Sisi tutaachaje kuona ndio senior citizens tulionao? Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwenye hili. Mheshimiwa Waziri, challenge za aina hii huwa zinatokea. Nilikuwa
nasoma siku moja kwenye Biblia, nani ile wanaongea kina Filipo, anasema ana challenge, kuna jambo lolote jema linaweza toka Nazareti? Tusiende tu na hiyo dhana. Hawa ni viongozi waliobobea kwenye masuala haya, na itatusaidia tuache kila mtu kutoka na jambo lake. Kumekuwepo na kila mtu kutoka na jambo lake sana. Wengi hatujajua undani wake, wengi hatujajua madhara yake ya jambo hili. Imetugharimu, na dawa yake si kuendelea kuchochea jambo la aina hii ambalo limetugharimu. Imetugharimu maisha ya ndugu zetu, imetugharimu miundombinu, imetugharimu kutokuaminiana. Ninyi kama ndugu zetu, kama mhimili, ningeomba tutoe uongozi katika masuala yanapotokea kama haya. Ukiangalia moja, kwa uzoefu wetu, ukiangalia wengi mataifa ya nje na wengine hata wa ndani wanaingia kwenye kusema hivyo. Wanasema maandamano. Ukienda kwenye ukweli tu, uwe mkweli mwenyewe. Maandamano yalikuwepo wapi na wapi? Nimesema maandamano, halafu ndo yameenda kwenye maisha ya watu. Ni vile wenzetu wa vyombo hawana kawaida ya kuweka numbers za umepoteza askari wangapi. Ni wakubwa zetu, mnaweza mkatukumbusha vizuri zaidi. Hivi wakati wa vita vya Idi Amin tulikuwa tunasema kila siku tulikuwa tunatoa orodha ya askari wangapi tumepoteza. Hawasemi. Lakini maandamano ya watu wanaenda na silaha, watu wanakuwa well armed. Ni maandamano. Ni maandamano. Watu wako well armed, ni maandamano. Nani kamfiatulia nani? Haya ndio maana Mheshimiwa Rais kaunda tume. Na si hilo tu, watu wengine wanaona yanasemwa. Juzi kashikwa yule mmoja anavuka mpakani. Ana uraia pacha kwa nchi moja kubwa kule na nchi moja. Ana mabomu. Na ajabisha, alivyohojiwa anasema nimeona nibebe na mabomu nikajihami kwa sababu inasemekana Tanzania kuna insecurity issue. Utamaduni gani hapa Tanzania wa kila mmoja kujilinda na mabomu? Huyo kashikwa. Je, tulishajua na tulishajua wengine waliokuwemo mle walikuwa wako na silaha gani? Lakini sio hilo tu. Pia kwa sababu ya masuala haya ya kichunguzi haiweki wazi. Namba kubwa hawajui hata Kiswahili. Ni maandamano. Sasa na wameshiriki na ndugu zetu. Kwa hiyo ndio maana tunasema haya lazima yafanywe kwa kina, na ndio maana tunatoa rai kwa ndugu zetu Watanzania wenzangu, vijana wa Kitanzania. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na ninyi nawaambieni kama mmoja ya mhimili mikubwa ndani ya nchi yetu, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania, tuilinde. Kila mmoja ana wajibu na nchi hii. Tanzania sio mali ya serikali. Sio mali ya serikali Tanzania. Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi ipo. Ulizeni wale ambao walishapoteza nchi kama wana vyama vya siasa. Na shughuli zote tunazifanya kwa sababu nchi ipo. Wewe na imani yako unafanya kwa sababu nchi ipo.
tuilinde nchi yetu. Kila mtu ana matarajio yake, ana matamanio yake. Utayafikia tu kama nchi ipo. Tusiigeige mifano wengine wengi wanaofanyaga mavurugu ya aina hii. Kila mtu yuko na pasipoti yake mkononi, wana uraia pacha, nchi zao zina uraia pacha. Mtu mmoja anakuwa na nchi 3, mtu mmoja anakuwa na nchi 5, wana multiple citizenship. Sisi nchi yetu ni hii, na Watanzania walio wengi hata pasipoti ya kusafiria hatuna. Mimi kwenye uzao wetu tumezaliwa, tuko kwa baba tuko 16. Ni mimi peke yangu nina passport. Wote hawa wako pale kijijini. Wote wako kijijini pale. Tunataka tutengenezewe makovu ambayo hayatapona, ambayo tutaanza kupigana sisi kwa sisi. Tutamudu wapi? Wengine kule wana mataifa mengine yale mnayoyaona yanafujo kila siku, ana pasipoti yake, ana makazi huku na huku. Sisi tuna nchi hii moja inaitwa Tanzania. Tanzania wenzangu, tuilinde. Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Na hata haya ambayo yalikuwa yanafanyika, Mheshimiwa Waziri, miundombinu hii, ndio maana tunasema ufanyike uchunguzi, ili ni zaidi ya maandamano. Miundombinu hii si mali ya serikali. Si mali ya serikali. Zahanati si mali ya serikali. Barabara si mali ya serikali. Ndio maana zinaitwa ni barabara za umma, ni mali ya umma. Ni mali ya Watanzania. Na Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuwa hazina mara 2 nikiwa naibu waziri na baadaye kama waziri wa fedha. Hakuna fedha inayoitwa hii ni fedha ya serikali. Fedha yote inayotekeleza miradi ni fedha yako Mtanzania. Uliopata fedha yako umeigawanya, sehemu iende kutekeleza shughuli za maendeleo, msimamizi wake serikali, sehemu umebaki nayo kuendesha maisha yako. So barabara hizi zimejengwa na Watanzania, tena kwa kujinyima. Nyewe Watanzania mmejenga barabara hizi kwa kujinyima. Hakuna Mtanzania ambaye ana ziada, ana pesa nyingi sana ya ziada, hata akasema hii ngoja nigawie serikali. Kuna mataifa raia wao wako hivyo. Anakuwa na fedha inakaribia bajeti mara 2, ana fedha inakaribia bajeti ya serikali mara 2. Anaamua kudonate kwenye bajeti ya serikali, ana ziada. Lakini Watanzania wengi mmejinyima aina fulani ya maisha kujenga barabara zenu hizi, fedha zenu mmejinyima aina fulani ya maisha kujenga zahanati, kujenga mahakama, hata kituo cha polisi si mali ya polisi. Hamna fedha inayoitwa hii ni fedha ya polisi, wamejenga kituo chao. Ni fedha yenu wa Tanzania. Ukitambua hilo, utajua kilichopangwa na kufanyika na sehemu nyingine haikukamilika. It was totally an economic sabotage. Hata mkulima wa kawaida hawezi kupanda shamba lake alafu akaenda akawasha moto mwenyewe. Barabara zenu wa Tanzania hizi. Na mwingine atasema mimi nimelipa lini? Ukinunua shati, kuna sehemu umepeleka kujenga barabara. Hata ukinunua shati la mtoto wako mchanga, kuna sehemu umepeleka ikajenge zahanati. Hii ya kuharibu kwa haraka, nadhani na timu itakapokamilisha itabaini na maeneo mengine mengi, kwa haraka kuchoma ofisi za serikali ambazo si nyumba za watumishi wa serikali. Hizi ni ofisi ya kuhudumia mtu mwenye kero, mtu moja 756. Vituo vya mabasi yaendayo haraka 27 vituo.
huku ukijua maisha ya Mtanzania mwana Dar es Salaam ni kutoka hatua moja kwenda nyingine. Hakuna Mtanzania ambaye yeye ameshajilimbikiziaga tu kwamba anaweza akakaa mwaka mzima bila kutoka. Maisha ya Mtanzania ni ya kutoka eneo moja aende eneo lingine. Haya si maisha ya serikali, ni maisha ya Mtanzania moja moja. Atatoka Mbezi aende Posta, atatoka Kimara aende Kariakoo, atatoka Kariakoo aende Goba, kwamba mpango ukawekwa pasiwe na miundombinu ya hawa watu kusafiri. Watakula nini kama if it is not an economic sabotage? Unataka wale nini hawa watu? Unachoma kituo cha Dawasco kinachowapa maji safi na salama. Unataka waishije hawa watu? Hii si serikali. Unataka si serikali, hawa watu waishije? Mabasi 6, nyumba binafsi 273, vituo vya polisi 159, vituo binafsi vya mafuta 672. Vituo vya mafuta hivi, mafuta haya si kwa ajili ya mwenye kituo, ni nishati ya usafiri, moja atoke hapa aende pale. Hii si ya mwenye kituo, hii si ya serikali, si ya kuisafirisha serikali. Hata aliye mgonjwa anahitaji usafiri, atoke mahali aende mahali fulani. Hii si afya ya serikali, ya mtu mmoja mmoja, ya Mtanzania mtu mmoja mmoja. Magari ya watu binafsi 1642. Hawa ni watu binafsi. Haujui dini yake, haujui uumini wake wa chama chochote cha siasa. 1642. It's an economic sabotage. Watanzania hawa wote hawa, awe ana duka lake, ana gari yake, ana kitu, ni watu wanajikusanya sana kufanya haya mambo. Anajikusanya sana. Hata ninyi hapa hamjanunua magari kwa ziada, nyinyi mmejikusanya sana, mmejinyima. Ndio maisha ya Mtanzania, ndio maisha ya Watanzania walio wengi. Wanajikusanya. Pikipiki binafsi 2268. Magari ya serikali, zingine ambulance, mengine magari ya afya 976. Na hizi ni takwimu za mwanzo tu, bado watu wana compile takwimu. This is purely an economic sabotage. Umechoma vituo vya mwendo kasi, unataka ukachome stendi ya Magufuli, unataka ukawashe Kinyerezi ambako ndo inatoa nishati ya nchi nzima, unataka ukawashe mafuta. This is purely an economic sabotage. Hii si mali ya serikali, si mali ya mtu binafsi. Hii si mali ya kiongozi wa serikali. It is purely an economic sabotage. Wengine wakawa wanaongelea na reli, wengine wakawa wanaongelea na mali kubwa kubwa, rasilimali kubwa kubwa za Tanzania. Hii si siasa. Kuchoma reli si siasa. Hii sio siasa. Watanzania, mali hii ni yenu na nchi hii ni yenu. Inakasirisha na inaleta ghadhabu sana pale unaposikia na wanaofanya hivi wanatumia Kiswahili waonekane ni Watanzania, lakini hawapo hata Tanzania. Kule wanakoishi na walikohifadhiwa, nadhani wengine walishapata na uraia, wanakuambia wewe choma hospitali. Wao hospitali walipo na watoto wao ni pua na mdomo.
Wanakuambia choma barabara na reli, wao kule kwao hata kizibo cha maji hakiruhusiwi kutupa kwenye barabara. Ndizo barabara wanazotumia na magari yao, ndio maisha yao. Tanzania tuamke. Ndio tuna mambo yetu, ndio hapa na pale, hapa na hiki, mtu anaweza akawa na grievances zake, lakini tusitumike kuchoma nchi yetu. Hiyo isitumike kuchoma nchi yetu. Hatuna nchi nyingine. Na ukitaka kujua ni economic sabotage, kwamba huku kwingine imetafutiwa sababu, ukitaka kujua ni economic sabotage, linaisha hili, anasema na watalii wasiende Tanzania. Watalii si mali ya serikali. Mtalii akienda Arusha, taxi driver wa Arusha anambeba, tour guide mtoto wa Kitanzania anawasindikiza. Mlima karoti wa Ngare na Nyuki anauza karoti yake. Ili si shamba la serikali. Fedha inayopatikana ndio inapeleka mtoto wa Kitanzania elimu bila ada. Fedha ya kutoka mlima Kilimanjaro inapeleka na watoto wa Songea, inapeleka na watoto wa Kiela, inapeleka na watoto wa Rukwa elimu bila ada. Zaidi ya bilioni 35 kila mwezi. Serikali haina fedha inayoitwa ya serikali, ni fedha yenu wa Tanzania ndio inapeleka hawa watoto. Huyu anawaambieni hawa msiende hapo, na anasema yeye ni Mtanzania. Anaweza akawepo na mtoto wa Arusha naye, kijana wa Arusha naye akasema ndio msije. Anasahau kwamba kuanzia bodaboda, driver taxi, tour guide na mkulima wa karoti na yeye hatauza, na waloji na wa hoteli naye na atapunguza ajira ya wale walioko kwenye maeneo haya. Hii ni sabotage. Kwa nini yatokee mara hii? Yaani yatokee mara hii ambapo tumeboresha bandari. Yatokee mara hii ambapo tunajenga reli, na reli hii itakuwa ya 5 kwa urefu duniani na ya kwanza kwa Afrika. Na ni standard gauge railway. Si za diesel zile za, ni standard gauge, ni ya umeme. In regional railway. Wenye mawazo ya biashara wananielewa haya. Na kwamba tumeongelea kujenga ya kaskazini na kujenga ya kusini, bandari ya kaskazini na bandari ya kusini. Eti ndiyo haya yatokee ya kuwekea Watanzania makovu yasiyopona. Watanzania tuamke. Mimi niliona niongee na nyie kama moja ya muhimili. Tuambizaneni ngazi ya familia, tuambizaneni hili jambo si siasa. Hili ni jambo la nchi. Hili ni jambo la uchumi. This is purely an economic sabotage. Ni hujuma ya wazi wazi dhidi ya taifa. Eti miaka yote hii hawajatokea wapenda Tanzania namna hii. Eti mara hii baada ya kwamba ndo mradi wa LNG ambao utafanya Tanzania iwe moja ya producers wa wazalishaji wakubwa wa gesi asilia duniani. Baada ya hiyo kwamba ndo sasa inataka kutake off. Eti ndo Watanzania wagawanywe vipisi vipande. Katika mwaka ambapo ndo mradi una take off wa makaa ya mawe, chuma na makaa ya mawe, ambao utafanya Tanzania kuwa moja ya nchi 5 wazalishaji wakubwa wa chuma na makaa ya mawe. Katika kipindi ambapo Tanzania yamegundulika madini, rare minerals, critical minerals ambazo hazipatikani kwenye kila nchi, uranium, nickel. Kwa wadadisi sisi ambao tumeanza kudadisi siasa za Afrika tangu uhuru, tangu walivyopambana uhuru, na mwalimu wangu wewe ni bingwa zaidi wa masuala haya. Hivi ndivyo inafanyikaga kwenye nchi zinazogundua rasilimali. Kwa sababu mkiwa mmeungana hakuna mtu atachukua gesi yenu. Mkiwa mko wa moja hakuna mtu atagusa uranium yenu.
Mkiwa wamoja, hakuna mtu atagusa. Hakuna mtu atagusa makaa ya mawe, hakuna mtu atagusa chuma. Ndio maana zile nchi maskini zisizo na rasilimali hazijawahi kugawanyika. Tanzania tuamke. Nakiona kitu tunachezeshwa nacho. Ndio maana panalengwa maeneo delicate. Maeneo delicate ndio yanayolengwa, yanayoweza kugawa watu. Moja, nchi inaweza kugawanyika watu wakishakuwa na makovu yasiyotibika, yasiyosameheka, watu wanagawanyika. Imani za watu wanaweza kugawanyika. Wana mambo ya imani, watu wanagawanyika. Lakini kingine, kutengenezewa mgongano wananchi na vyombo vyao vya ulinzi na usalama. Ni rahisi sana kugonganishwa wananchi na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa sababu gani? Ni rahisi kwa namna gani? Anaingia mtu na mabomu. Ninyi wa Tanzania wote mnajua anayekaa na mabomu ni vyombo vya ulinzi. Mnajua anayekaa na mabomu ni polisi. Mnajua anaokaa na silaha ni polisi na mhalifu moja. Anaingia mtu mmoja, wakikusanyika watu wakarusha bomu, kidole moja kwa moja kinaenda kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Hivi Watanzania tunajua kazi kubwa vyombo vyetu vinavyofanya. Anaweza akatokea mmoja kwenye vyombo. Mimi niwaombe Watanzania wala tusipelekwe kwenye mtego wa ama kunyosha kidole ama kukosa tumaini na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Mimi nishakuwa waziri wa mambo ya ndani, najua haya mambo. Ungejua mambo yalivyokuwa yanatokea hapa Kulanga, Kibiti, Rufiji. Ni vyombo vyetu hivi vimefanya hiyo kazi. Iko jaribio dhidi ya nchi yetu hilo. Lakini yeyote anayetamani rasilimali za Tanzania, moja ya eneo ambalo angetamani litokee ni wananchi wakosa imani na vyombo vyao. Nani atalinda rasilimali zetu? Ni Watanzania wangapi wana hiyo training na resources za kulinda rasilimali? Guys, tuamkeni. It's purely economic war. Na mimi naona jambo la rasilimali. Hii si siasa hii. Kusema watalii wasiende si siasa. Kutaka kulipua miundombinu yote na ikiwemo miundombinu ambao ni backbone ya nchi yetu, hiyo sio siasa. Hiyo wala sio hasira. This pure, yani mtu mmoja anakuwa driven kwenda kwenye eneo. Jamani, hii nchi wa Tanzania si mali ya serikali, hii si mali ya vyama vya siasa. Hii ni mali yenu. Tukatae jaribio lolote linalo tuelekeza kwenye kuwasha moto nchi yetu. Tukatae jaribio lolote linalo tuelekeza kwenye kuharibu uchumi wote wa nchi yetu hii. Kujenga ni jambo gumu sana, kuharibu ni jambo jepesi. Leo hii kama si vyombo vyetu kudhibiti, yangetimia yote maovu yaliyopangwa. Kwanza gharama ya maisha leo kwa Mtanzania ingekuwa ni balaa. Kutokuaminiana ingekuwa ni balaa. Wiki tu hiyo kuweka, wiki moja siku ngapi hizo, umeona hiyo. Petroli ya 3,000 imekuwa 15,000. Inaua uchumi 100%. Waangalieni wenzetu wa Afrika ya Kaskazini kule. Waliahidiwa neema ambayo walirudi nyuma 100 times. Yani kile walichokiita cha gharama iliongezeka mara 100. Ndio economic sabotage zinavyoweza kufanyika. Sasa tunapoweka reli, tunaweka bandari zilizoboreshwa ukanda wote wa Ziwani, na wapo wengine walikuwa wanajenga na bandari zao, fufua Tazara. Sabotage. Na mimi
jambo linalohusu nchi hata siogopagi. Hawa wanaofanya kazi na mikesha na wamerekruti vijana wanalipwa. Huyo anayewalipa ana maslahi gani na Tanzania? Atarejeshaje hizo fedha? Na Watanzania, amkeni. Wale wenzenu wako na familia zao na watoto wao, wakiwachochea nyewe mkiuana, wao ndo wanalipwa zaidi. Wanalipwa zaidi. Sisi tunauana huku, wao walipwe zaidi. Wanalipwa zaidi. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema Mtanzania wa kawaida hawezi kununua watu kabla yeye kununuliwa. Hawa wanaowalipa hizi fedha wanazolipwa watarejeshaje? Wamewaahidi nini wale watu mpaka watu wape hizo fedha? Watu waambie. Wote wanalipwa, wote wanahifadhiwa, wanatunzwa, hawana shamba, wanatunzwa, wanalipwa, wanarecruit na baadhi ya vijana wengine wako hapo, wamewekwa hapo. Juzi tu tulikuwa tunaombana M-Pesa na mafuta hapa miamala hapa, tulikuwa tunapigana songesha juzi tu. Sasa hivi wanaweza kurecruit na vijana wengine. Ninyi amshtuki? Nani anawatunza? Nani anawatunza? Watamrejesheaje anayewatunza? Anataka kufaidika na nini na mambo ya Tanzania kama si gesi? Mimi katika kuzunguka nimeijua dunia hii. Unaenda mahali hivi unakuta watu mchoro wanayo madini na kiwango chake mpaka ya kijijini nilikozaliwa. Ndivyo watu wanavyoijua Tanzania na rasilimali zake. Wanajua madini mpaka ya Sekenke. Hii watu tunawekewa hii ya zamani tulikuwa tunagombanishwa profesa kijijini. Wanakuwekea takataka hapa, anasema kakidondoka umetukaniwa mama yako. Si katadondoka tu, katakaa kichwani milele. Katadondoka tu. Ndivyo tunavyofanywa, tujengeane chuki sisi kwa sisi kwa hasara ya rasilimali zetu. Kama hizi. It's purely economic sabotage. Hii nchi wa Tanzania ni mali yenu. Mheshimiwa Rais ameweka wazi masuala ya kumaliza lolote lililopo kwa njia ya kuongea. Mheshimiwa Rais ameanzisha wizara mpya yenye mahusiano iliyokuwa inaitwa kazi, ajira na vijana. Kazi, ajira na mahusiano. Mahususi, na iko ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu. Mahususi kwa ajili ya kushughulikia maeneo haya ambayo tunaona kama Watanzania hatukubaliani. Huo ndio utaratibu ulio bora. Tuna jambo tukae. Mheshimiwa Rais amesema milango yake iko wazi. Na sisi wasaidizi wake wote milango yetu iko wazi. Kwa nini tuwape faida wenye mapenzi mabaya na nchi yetu? Hii ndio nchi yetu. Hii ndio nchi yetu. Tukae tuongee yale ambayo yanahitaji kufanywa kazi. Tuna mambo tunayoyaona. Kwa maana jana nimesema tutayafanyia kazi, na mengine tumeendelea kuyafanyia kazi kwa sababu serikali iko kazini. Tumeendelea kuyafanyia kazi. Sasa ndugu zangu, tuendelee kuambizana kama Watanzania. Moja, jambo baya limetokea. 2, dawa yake si kuruhusu tena jambo baya. Dawa ya jambo baya lilotokea si kuruhusu tena jambo baya kutokea. Tuambizane, kila mmoja tuambizane. Dawa ya jambo baya limetokea, si kuruhusu tena jambo baya kutokea. Wasioitakia mema Tanzania wangetamani litokee baya zaidi. Tanzania, kataeni
We are talking about, tunaongelea maisha yetu, tunaongelea nchi yetu. Tunatumwa dhidi ya maisha yetu, tunatumwa uovu dhidi ya maisha yetu, tunatumwa uovu dhidi ya nchi yetu. Watanzania, kila mmoja ili jambo alibebe kwa wajibu mkubwa. Fuatilieni wenzetu waliowahi kuharibikiwa. Walifanya mizaha, na wengine hawakujua magnitude, hawakujua ukubwa wa matokeo ya mizaha hiyo itakuwa nini. Wengine hawakujua, walikuja kujua katika majuto. Tanzania, kila Mtanzania, na nielekeze viongozi wa serikali ngazi zote mpaka wa mtaa, wa kijiji, wa mtaa, wa kitongoji, wa kijiji. Hawa watu wengine wabaya hawafikii tena kwenye nyumba za wageni, wanafikia kwa mtu mmoja mmoja. Kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake, kuwa huyu uliyemleta ni nani huyu. Watanzania hatupendwi namna hiyo. Watu wanatazama rasilimali. Tuamke. Hatupendwi namna hiyo. Watu wanaangalia rasilimali. Ndivyo walivyowafanyaga wenzetu maeneo mengine. Wamewagonganisha, wakapigana, wanawapa bunduki, wao wanachukua rasilimali. Wanawapa bunduki, wanamalizana, wao wanachukua rasilimali. Wanawapa mabomu, wanamalizana, wao wanachukua rasilimali. Zilipoisha rasilimali na uchonganishi huo na mapigano hayo yakaisha. Hizi nchi za Afrika hapa. Tuamke. Tanzania si nchi maskini. Kuna watu wanamezea mate. Na mimi niwaambieni, wale wanaomeza mate na wale wanaotumwa, niwahakikishie, tutailinda Tanzania na tutalinda rasilimali zake kwa gharama yeyote ile. Watameza mate mpaka yataisha. Na wala Tanzania haitaendeshwa kwa remote. Mungu aliwapa kila watu nchi zao. Afrika ni ya Waafrika. Tanzania ni ya Watanzania. Na rasilimali zake ni za Watanzania. Watameza mate mpaka yataisha. Tutalinda Tanzania, watu wake na rasilimali zake kwa gharama yoyote. Na wala hatuna rekodi ya kushindwa. Hatujawahi kuwa na rekodi ya kushindwa Tanzania. Ni waombe wa Tanzania, kila mmoja kwa dhamiri ya dhati, tuunganishe nguvu. Tuungane, tuamke, tuilinde Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri. Tumtangulize Mungu, tuilinde nchi yetu. Pale ambapo pana jambo la kushughulikia, tambua nimesema machache tu, tunayo mengi ya kushughulikia. Tutayashughulikia kama tamaduni zetu zilivyo za Tanzania, za Kitanzania. Tutayashughulikia yote hayo. Mengine tushaanza kuyashughulikia. Watu walikuwa wanaongelea mambo ya vijana, wengine walikuwa wanaongelea habari za ya kanisa. Jana tumefanya utaratibu pale. Mheshimiwa Rais akasema jana ambao wameenda huku wasamewe. Jana kasamehe swala la nyumba ya ibada.
na tutaendelea kurekebisha mambo yanayohusiana nayo. Tutaendelea kurekebisha mambo yanayohusiana nayo. Nyumba za ibada, na jana nilisema tutatengeneza mpaka kwa utaratibu ili kutokuingilia mambo yanayohusu ibada. Ibada ni ushirika kati ya mtu binafsi na Mungu, sio mtu na askofu wake wala mtu na shehe wake. Ibada ni ushirika wa mtu mmoja mmoja na Mungu wake. Kwa hiyo tutaitengenezea utaratibu. Akikosea askofu lisiadhibiwe kanisa, wala akikosea shehe usiadhibiwe msikiti. By the way, baadhi ya nyumba za ibada huko ziko huko, wala hata hazijajengwa na viongozi wao. Watu wanajikusanya wenyewe, wanajenga hekalu hapo wamwabudu Mungu wao. Akikosea mtu yuko Dar es Salaam ukawafungia wa Morogoro, utakuwa umewanyima faraga yao ya kuwasiliana na Mungu wao. Haya tupo ili tuyashughulikie. Hii ni moja wapo. Mheshimiwa Rais ameunda wizara kamili ya kushughulika na mambo ya vijana. Wizara kamili ya kushughulika na mambo ya vijana, na ameelekeza kuhusu resources, rasilimali za kusaidia vijana ili waweze kujiletea maendeleo. Hii ni jambo kubwa. Tunatakiwa tuconcentrate kuhusu utekelezaji wake. Tunatakiwa tuconcentrate kuhusu utekelezaji wake. Na ameelekeza uratibu wa shughuli zinazohusu vijana katika wizara zingine, mifuko ya kusaidia vijana katika sekta zingine. Hili ni jambo kubwa, na tunaenda hatua nyingine. Nimesema na jana pale, kutengeneza kazi kwa ajili ya vijana. Ilani imesema zaidi ya 8.5 milioni ajira kwa vijana. Tumeanza, tumesema hili litafanyika kwanza ndani ya serikali na taasisi zake kwa uwazi. Na bahati nzuri hili jambo la kazi, ajira, liko ndani ya ofisi ya waziri mkuu. Tutaratibu yote pawe na usawa, tuwe na usawa, tuwe na equal access ya kijana wa Kitanzania kupata kazi, kuanzia matangazo, upatikanaji, mchakato na upatikanaji wenyewe wa kazi. Zamani kulikuwa kunaweza kukawa na mkoa mmoja tu ndio una wasomi. Ilikuwepo hiyo zamani. Sasa hivi hamna mkoa ambao hauna wasomi. Hamna wilaya ambayo haina wasomi. Hili tutaliratibu, kuweka usawa ndani ya nchi, tutaliratibu. Hakuna mkoa sasa hivi usio na wasomi. Zamani na wasemaga mashemeji zangu, wakati Kilimanjaro wana shule zaidi ya 188, Singida ilikuwa na shule 2. Mkienda kwenye ajira mwezi kuwa sawa nao watu. Sasa hivi kila kata ya nchi hii ina product ambayo imeshatoka chuo kikuu. Ndio. Hii tutaratibu access to information. Sio aliyeko sehemu kuna 1G, kuna 2G akose nafasi kwa sababu walioko na 5G wameweza kufikia. Hii nchi lazima tuijue kwa undani wake na mapana yake. Mimi Mheshimiwa Waziri, ilikuwa kidogo niathirike kujiunga na chuo kikuu. Nimemaliza form 6, nimeshapata pass mark inaoniruhusu kwenda chuo kikuu, nimesha apply chuo kikuu, nikarudi zangu kuchunga nikisubiri tu tarehe za chuo kikuu kufunguliwa. Kumbe hapa katikati likatoka tangazo kwamba wale wote wanaotakiwa kujiunga na chuo kikuu wanatakiwa wafanye mtihani wa kujiunga na chuo kikuu, unaitwa matriculation. Mimi niko porini Sekenke kule nachunga kila siku na mtoto mdogo, sina redio. Wanaendelea zangu kuchunga nikisubiri tarehe ya kufunguliwa chuo kikuu, kwa sababu nilishafaulu na nimeomba kujiunga, nimeenda kujaza fomu mwenyewe UD. Wakaambiwa wakaona kwenye matangazo wengine, muda uliowekwa ukaisha, zikaongezwa siku za wale wote walioomba kujiunga na chuo kikuu walipie wakafanye mtihani ule. Mungu alivyo mwema. Siku moja pale Sekenke ya zamani ambako palikuwa na lami pale, kabla hujaanza mteremko ndo lami ilipokuwa inaanzia, magari yote ambayo mtu ana mashaka nayo alikuwa anapaki pale. Mimi nachunga
Nikatembea taratibu, nimeona gari limepaki, nikaenda pale. Nimefika pale nikakuta mechi inaendelea. Mechi yenye mvuto, dabi inaendelea. Nikabaki pale, naendelea mechi, na ikawa na matokeo mazuri. Imeisha tu mechi na matokeo mazuri, imeisha tu mechi, likapigwa lile tangazo la Radio Tanzania, ndi wale wote walioomba kujiunga na chuo kikuu wanaarifiwa kuwa muda wa nyongeza wa kulipia mtihani wa kujiunga na chuo kikuu unaisha Jumatano. Kumbuka, bado siku 5 muda wa kulipia mtihani wa chuo kikuu uishe. Kumbuka, siku za nyongeza zinaisha, ikatajwa tarehe. Mimi zile za kwanza sikusikia. Hii nyongeza ndo naambiwa hapo. Niko Machungani, kilomita karibu 45-50, kambi ya mifugo na nyumbani. Nikapeleka kwanza mifugo kambini, nikaenda kijiji cha jirani kutafuta mtu aje asubirie mifugo pale. Nikaenda kumwazima rafiki yangu amesigiri pale, akaenda alale kambini kwa sababu niko na mtoto mdogo tu, alale pale kambini. Nikaondoka kwa mguu kilomita karibu 35 kwenda kijijini. Nimetoka saa 2:30, nimefika kwenye saa 6:30 usiku kwa mguu. Nimefika pale kijijini, kwanza ule mshangao, familia nzima wanajua kuna uvamizi umetokea labda kambini, kwa sababu mkuu wa kambi ndio kafika hapo na ni usiku. Kabla ya salamu naulizwa, nini? Salama kweli huko? Naambia kuko salama baba. Nini? Bado siku 4 natakiwa nikafanye mtihani wa kujiunga na chuo kikuu. Baba, na shilingi 800 zinatakiwa 20,000. Kesho yake Jumapili tulitafuta kijiji kizima kuwazima 20,000, haikupatikana. Hapa kwepo na familia moja ina 20,000. Baba kanambia, kamuone binamu yako Singida. Nimefika Singida, wakati huo simu hazipo, naambiwa binamu yako alienda Rukwa, amefuata mahindi, anatarajiwa kurudi Jumatatu. Amna simu. Mungu mwema, Jumatatu kweli binamu kafika, akanipa hiyo 20,000. Jumanne nikaenda kulipia mtihani wa kujiunga na chuo kikuu. Hii nchi ina watoto wa Kitanzania ambao wako kijijini pale. Ukimwambia tu tuma, ana 1G kwenye kijiji hicho. Ndio, sio watoto wote wanaohitimu wanaishi mjini. Ndio. Kwa hiyo haya mambo ya ajira kwa vijana tutaongea kwa mapana yake. Ndio maana Mheshimiwa Rais kaunda wizara rasmi, wizara ya vijana. Taongelea hayo yote kwa mapana yake. Vijana tuna haja